ya leo wamekuja kurejesha fomu. Walichukua, wa Zanzibar alichukulia hapa, Rais wa Zanzibar alichukua hapa na anarejesha leo hapa. Rais wa Muungano, mgombea wa Rais wa Muungano alichukua Zanzibar Bara, Dar es Salaam, leo anarejesha hapa. Kwa hiyo karibuni sana waandishi. Ile zoezi linaanza mara moja. Muungano ni nyenzo muhimu kwa wananchi wa Tanzania endapo utasimamiwa na kuendeleza nyenzo hiyo kwa manufaa ya taifa ili kuimarisha amani na utulivu katika nchi. Akizungumza mara baada ya kurejesha fomu ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia chama cha ADC, mgombea wa chama hicho Mtamwenga Bati Mganjwa huko katika ofisi zao Daraja Bovu, wilaya Magharibi B, mkoa mjini Magharibi, amesema muungano atakaoendeleza ni wa kipekee na kukubalika na wananchi wa Tanzania. Naomba niseme mambo matatu. La kwanza ni kuhusu muungano. Nimerudisha fomu Zanzibar kuonyesha kwamba muungano huu utazidi kuwa imara. Ni muungano ambao umeasisiwa na wazee wetu, baba wa taifa Mwalimu Nyerere pamoja na baba yetu wa Zanzibar Mzee Karume. Kwa hiyo tuna wajibu mkubwa wa kuhakikisha kwamba muungano unakuwa imara na una manufaa kwa wote, bara na visiwani. La pili ni kuhakikisha nchi hii inabaki na amani kama tulivyopewa na wazee wetu. Na naahidi ikimpendeza Mwenyezi Mungu nikafikia kuwa rais wa Tanzania, Tanzania itakuwa imara kama walivyoiacha baba wa taifa na mzee wetu Karume. Ilikuwa ni nchi imara na bado ni imara, na nitahakikisha kwamba inakuwa imara zaidi. La tatu ni maendeleo. Nimekuwa katika bunge la Jamhuri tokea mwaka 1995, nikiwa kijana mdogo niliingia bungeni nikiwa na mgombea wa Zanzibar. Yeye ameanza kama waziri na baadaye waziri wa Zanzibar. Ndio maana hii timu ninaiona ni timu ambayo itakuwa ni mwafaka, kwa maana ya kwamba tutaijenga Tanzania njema. Tunaahidi wa Tanzania kwamba sasa ndo wataiona nchi ya amani, nchi yenye utulivu, nchi yenye maendeleo kwa mujibu wa vyanzo vyote vya rasilimali tulizonazo. Wataanza kuonja raha ya nchi ya maziwa na asali. Kwa upande wake, mlezi wa chama hicho ambaye pia ni mgombea wa urais upande wa serikali ya Zanzibar kupitia chama cha ADC, Hamadi Rashid Mohamed, amesema wananchi wa Tanzania watakapompa ridhaa ya kuwa rais atasimamia swala zima la udhalishaji hasa katika kilimo na mifugo ili kuondoa ukali wa maisha kwa wananchi wa Zanzibar. Tofauti moja ambao nilisema reli, nataka nirudie na mwenzangu kaisema hapa. Huu tofauti wale nacho na sio nacho ni kikubwa sana. Na kinatisha. Nataka kujua kama kinatisha, nenda kamwangalie anayekula anacho na anayekula ambaye hanacho. Mmoja anakula anachochagua wakati gani ale, mwingine anasubiri Mwenyezi Mungu amjalie atapata wapi kula saa yote ale. Katika mazingira tulionayo na hali halisi tulionayo, hatuwajibiki kufika huko. Nasema tena, hatuwajibiki kufika huko. Sasa mwenzangu kazungumzia sana juu ya jumla ya sera zetu. Mimi nataka nigusie kidogo hapa Zanzibar. Zanzibar leo tunanunua kilo moja ya nyama shilingi ngapi? 15. Ukimchukua Mtamba, kwa sababu nilikaa Wizara ya Kilimo hapa. Ukamchukua Mtamba pale bara pale, wa kilo 100 unampata kwa shilingi 300,000 mpaka 400,000. Ukimnenepesha kwa muda wa miezi miwili atakupa kilo 200. Kwa hiyo ni dhahiri kama ukipata ng'ombe wako 500,000 kwa mwaka mzima Zanzibar watu wanakula nyama kwa bei rahisi sana. Na hiyo sio kazi kubwa kufanya. Inawezekana kabisa kabisa. Kwa hivyo kimoja ambacho hakifanyiki hapa
Watu wanaishi kwenye theories, hawaishi katika uhalisia. Hata hivyo, amesema atatoa fursa kwa wananchi kutoa maoni yao kuandaa katiba wanaoitaka itakayopambana na rushwa na suala la kuleta maendeleo nchini. Ukiangalia hoteli zilizoko hapa na kiasi gani wanalipa katika serikali ni kidogo sana. Nenda kwenye hata Auditor General Report yao. Inaonyesha kabisa hoteli zote zilizopo hapa za kitalii hawalipi kodi na ustahili kulipwa kwenye serikali. Na bahati nzuri ile jambo nimelikuta hata kwenye Baraza la Mapinduzi wakati nipo pale. Kwa hiyo tunachokisema kwamba tutatoa elimu bure, hatutanii. Tunajua pesa zipo. Ziko wapi? Ziko katika matajiri, haziko kwa maskini. Sio mama mtilie pale ukamtoze shilingi zake 10-15 maskini anazipata, unamwacha tajiri anayepata mabilioni. Kwa hiyo tunasema sisi matajiri walipe kodi ili maskini waweze kutumia rasilimali hizo, waweze kuondokana na umaskini walionao. Hassan Mvungi, makamu mwenyekiti wa ADC upande wa Tanzania bara, amesema chama cha ADC kitafuata haki na maadili na kujali wanachama na wagombea na kuwasimamia kwa mujibu wa sheria na taratibu. Zoezi hili linaashiria hatua muhimu katika safari yetu ya kisiasa kama chama. Leo tunathibitisha dhamira yetu ya chama chetu ya kushiriki kamilifu na kwa ushindani katika uchaguzi ujao kwa kuhakikisha kuwa tunazingatia sifa, maadili na maono ya chama katika kuipeleka mbele ajenda ya maendeleo ya watu wetu. Napenda kuwapongeza wagombea wote waliotiania na kufanikiwa hatua ya kurudisha fomu siku ya leo. Mheshimiwa Hamad Rashid Mohamed, baba yetu, mlezi wetu, mwalimu wetu katika siasa, lakini pia Mheshimiwa Mutamwigwa ambaye pia ni mtiania katika nafasi ya urais katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Zoezi hili linaashiria hatua muhimu katika safari yetu ya kisiasa. Napenda kwa upande wa chama, katika hilo. Kwa upande wa chama, tupo katika hatua muhimu ya maandalizi ya mkutano mkuu maalum ambao utafanyika hivi karibuni kwa ajili ya kupitisha rasmi majina ya wagombea watakao tuwakilisha katika hatua nafasi za urais wa Zanzibar na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunapoliendea tukio hili kubwa, tunatoa wito kwa wanachama wote na viongozi katika ngazi zote kuzingatia katiba na kanuni za chama katika mchakato huu wa uteuzi, kuhakikisha amani, mshikamano na umoja miongoni mwa wagombea na wanachama wote, na 3, kutoa nafasi kwa mjadala wa kistaarabu kuhusu maono ya wagombea wetu bila kuendeleza majibizano yasiyo ya kujenga. Mwisho, ADC tunaamini katika uongozi wa kuwahudumia watu, sio kujihudumia mwenyewe. Na kwa kupitia mchakato huu wa kidemokrasia wa ndani ya chama, tunapenda kukaribisha pia watiania wa nafasi za ubunge, uwakilishi na udiwani ili kuipeperusha bendera ya chama chetu ADC Dira ya Mabadiliko. Mtazamaji wa KHD TV, toa maoni yako kuhusiana na video hii. Pia usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Zaitun Bakari, KHD TV, elimu ni hazina yetu.